Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe. Nilikuwa nataka kuzungumza kidogo mgogoro huu ambao na muda mrefu sijauzungumza, Urusi Ukraine. Leo sizungumzi kwenye engo ya vita. Ninazungumza kuhusu matatizo yanayotokea ndani. Miezi miwili iliyopita kuna mgogoro mmoja uliibuka ndani ambapo alianzisha Zelensky kutaka kudhibiti baadhi ya taasisi ambazo zinashughulika na masuala ya ufisadi. Ikazua mgogoro mkubwa wa kisiasa wa ndani. Wa Ukraine wakaingia barabarani, wakaandamana kwa wingi kuhakikisha hili swala wanalipinga kwa nguvu zote, kwa sababu wakahisi kuwa kama udhibiti wa vyombo utatokea, manake ni kutaka kudhibiti taarifa ambazo nyingi zimekuwa zikiripotiwa na vyombo vya habari au watu ndani. Kwa sasa kuna kazi kubwa sana. Awali niliwahi kuambia Zelensky ni mmoja wa marais aliyekuwa akiungwa mkono sana ndani ya Ukraine. Kadri muda umevyokwenda, upepo umebadilika sana ndani ya Ukraine. Na shida kubwa imekuwa vitu viwili vinakwenda pamoja. Vita mstari wa mbele, lakini siasa ya ndani tayari inafukuta vibaya. Ni kama vile mahasimu wa Zelensky wamejua kucheza naye. Unajua alikuwa amesimama strong kwa sababu alikuwa na wanasiasa ambao wenye nguvu ndani ya Ukraine ambao pia walikuwa wakimuunga mkono. Sasa ni kama ndani ya Ukraine kama kumegawika. Kuna wanasiasa ambao walikuwa wakimuunga mkono, akiwemo meya wa Kiev, walikuwa wakimuunga mkono, ni kama vile wameanza kucheza naye siasa za pembeni. Ni kama vile wametoka, wameenda upande wa pili. Sasa kila mmoja hutamani nafasi nzuri za madaraka, unajua ndio iko vile kuwa. Kwa hiyo ni kama vile Zelensky kapoteza ushawishi mkubwa ndani ya nchi. Juzi Jumatatu kulizuka kashfa kubwa ndani ya serikali yake. Taasisi moja inayoshughulika na masuala ya ufisadi ilienda ikavamia baadhi ya makampuni fulani, na moja ya kampuni ambayo ndio imekuwa gumzo ni moja ya kampuni ambayo ndani ya Ukraine huwa wanamuita pochi ya raisi. Yani huyu ni rafiki yake, Minchi anaitwa, ni rafiki yake mkubwa na Zelensky. Sasa story ikawa kubwa zaidi kwa sababu huyu mtu licha ya kuwa washirika wake wa karibu walikamatwa, yeye alitoroka. Yani alipata taarifa kabla na akatoroka. Yuko wapi? Yuko Israeli. Ndio kakimbilia huko. Lakini kuna kashfa ya rushwa ambayo imetembea, kashfa kubwa sana ambayo hawa washirika au hii taasisi iliyoenda kuwashikilia imeshawashikilia baadhi, na wakatoa baadhi ya sauti zinazoonyesha kuwa mipango ilikuwa inafanyika. Yani ni mamilioni ya dola yani ufisadi umefanyika kwa mamilioni ya dola. Sasa shida kubwa sio tu ufisadi umefanyika kwa mamilioni ya dola tu, shida kubwa baadhi ya mnyororo unaoonekana unakwenda kwenye huu ufisadi ni rafiki wa Zelensky. Sasa baadhi ya vyombo vya habari vinasema kuwa kuna sauti za Zelensky ambazo zimefichwa na mamlaka, hazijatolewa hadharani kwa kuhofia wanavyohofia wao kuwa hazijatolewa hadharani, ambazo zinamhusisha na yeye moja kwa moja kwenye zile kauli. Yani kuwa wale washirika waliokuwa wanaambizana kuhamisha mafedha, zile sauti zimevuja kuwa walikuwa wamepeana majina bandia. Yani hata wenyewe jinsi ya kuwasiliana walipeana majina bandia ili wasiweze kufahamika ni kina nani. Lakini ni kashfa kubwa ya rushwa. Sasa kashfa hii ya rushwa imekwenda kwenye shirika la nishati ambalo na kashfa nyingine imekwenda kwenye jeshi ambao hasa kwenye uwezo wa, mfano unaweza kusema unajua Ukraine walianzisha ujenzi wa zile drone zao kama mnakumbuka. Wakawa wanatengeneza drone zao ambazo kiasi kikubwa hizo drone walizihamishia hata Mali, kama unakumbuka kwenye mgogoro wa magharibi huku magharibi mwa Afrika zilikuja Mali. Lakini pia drone hizo zinatajwa ziliwahi kupelekwa kwenye mgogoro wa Syria, wakapewa HTS wakati wanataka kumpindua Bashar al-Assad. Ukraine alitoa silaha, alipeka hizo drone, pia zilitumika kwa upande mmoja huku. Sasa kashfa imeenda sehemu mbili. Wizara ya nishati
kwa sababu Urusi hushambulia sana miundombinu ya Ukraine. Umeme unakatika sana, kwa hiyo ufadhili wa magharibi mwingi unaingia kwenye nishati. Kwa hiyo kuna fedha nchi za magharibi zinatoa kupeleka kwenye nishati. Sasa skendo kubwa imeenda kwenye nishati, kuwa kuna ufisadi ulioshindikana huko kwenye ufisadi. Lakini kwenye kampuni inayotengeneza drone ambayo imetazamwa kwenye listi, kuwa kuna moja ya kampuni ambayo imeshinda tenda nyingi za serikali, inatajwa kuwa hii ni moja ya kampuni ya marafiki zake na Zelensky. Kwa hiyo inatajwa kuwa kuna hongo ambazo zilikuwa zinatolewa kabla au baada, ndio zilizosababisha hizi kampuni zipate kashfa. Kuna kitu kimoja ambacho unatakiwa ukifahamu kabla ya mgogoro wa Urusi na Ukraine. Rais aliyokuwepo Poroshenko yule alichukua nchi baada ya kile kilikuwa kinafahamika kama Euromaidan. Wale wanaokumbuka Euromaidan wakati wa Obama, ilikuwa 2014. Maandamano makubwa yaliyomuondoa mtawala aliyekuwa akiungwa mkono na Urusi, yakamleta Poroshenko ambaye yeye aliingia. Poroshenko ni mmoja wa matajiri wakubwa zaidi kwa Ukraine. Yani Ukraine unapozungumza, huyu ndio tajiri, yani taita mkubwa kwa Ukraine. Sasa wakati huo alipochukua nafasi, alichukua nafasi mwaka 2014. Petro Poroshenko, tajiri sana, alivyoichukua hii nafasi mwaka 2014, alichukua kwa nia ya kusema, kwa sababu nchi ilikuwa iko kwenye ufisadi wa hali ya juu sana, na ndio maana Ukraine ilichelewa sana kupewa hadhi ya kuwa mwanachama wa EU, kwa sababu EU wanaenda na vitu demokrasia, uhuru, ufisadi. Yani kuwa watafsiri kwenye ile njia zao kuwa nchi haina ufisadi na mipaka yote iko salama na hakuna rushwa. Sasa Ukraine ilikuwa ina rushwa sana. Kwa hiyo wa Ukraine wakamchagua nani? Petro Poroshenko. Mwaka 2014 mapinduzi ya Euromaidani akaingia. Alivyoingia akakaa miaka 5. Wakati kwenye uchaguzi wa mwaka 2019, kabla ya ule uchaguzi mwaka mmoja, kukaibuka skendo mbaya ya moja ya rafiki zake wa karibu na Poroshenko, akatajwa kwenye kashfa ya uuzaji wa silaha kwa bei ya kurukia. Yani yeye alikuwa anachukua silaha ambazo hazitumiki na jeshi la Urusi, anakuja kuziuza kwa jeshi la Ukraine, tena kwa bei mbaya. Ile kashfa ikamgonga moja kwa moja Petro Poroshenko wakati huo. Halafu wakati huo Zelensky ndio akagombea kwa ahadi ya kukomesha ufisadi. Ndio maana Poroshenko alishindwa na Zelensky, kwa sababu ile kashfa ilimwangusha sana Poroshenko wakati huo. Na Zelensky alivyochukua nchi kwa ahadi kwenda kupambana, kwa ahadi ya kwenda kupambana na ufisadi. Sasa naye amejikuta ametumbukia kwenye engo hiyo ambayo kuwa aliahidi kuwa atakwenda kupambana na mwenzake. Sasa kwa kinachoendelea ndani ya Ukraine, kuna mgogoro mkubwa wa kisiasa wa ndani. Na hii kashfa iliyotolewa ya ufisadi, sijui kama itamwacha salama huyu bwana Zelensky. Kama itamuondoa Zelensky kwenye nafasi, manake itaathiri moja kwa moja jeshi la Ukraine kwenye mstari wa mbele, na hiyo itatoa picha kuwa ushindi kamili utakwenda kwa Urusi, kwa sababu tayari kama kutakuwa na mgogoro wa kisiasa wa ndani, tayari kuna athiri moja kwa moja uwezo wa jeshi kwenye mstari wa mbele, na hapo Urusi atakuwa ameshinda kwa kupitia mlango wa nyuma, kwa sababu kwa vyovyote mikono ya Urusi ipo ndani ya ardhi ya Ukraine na ushawishi unaendelea. Lakini wakati huo huo kuna nchi za magharibi ambazo hazimtaki Zelensky, na zenyewe bado zinaunga mkono baadhi ya watu wanaompinga Zelensky ndani ya Ukraine. Kwa hiyo kwa hivi sasa kinachoendelea ndani ya Ukraine ni kashfa nzito ya ufisadi ambao umewaondoa baadhi ya mawaziri, ambao umewakamata baadhi ya marafiki wa karibu kabisa wa bwana Zelensky, ambao unatishia uwepo wa Zelensky. Wakati huo huo, wafadhili wakuu wa fedha wanaopeleka Ukraine wanataka sasa mifumo ya kushughulika na masuala ya ufisadi na rushwa isiwe mifumo ambayo inaamuliwa kutoka kwa nafasi ya rais. Ni lazima imulikwe kwa kutokea nje, na uamuzi wake usio unaripoti kwa rais, kwa sababu hata rais wa Ukraine sasa wanatajwa marais wa Ukraine kujihusisha moja kwa moja kwenye ule mzunguko wa ufisadi. Kwa hiyo bwana Zelensky yuko kwenye engo mbaya na yuko kwenye kipindi kigumu ambacho hatujui mustakabali wake ni upi, lakini hali inavyoelekea sio nzuri sana kwake, kwa sababu
muda wa kwake ulishakwisha, licha kuwa bunge lilimuidhinisha kwa sababu nchi iko kwenye vita. Ni sawa, ni rais kihalali kwa mujibu wa bunge la Ukraine, kwa mujibu wa sheria za Ukraine. Lakini kwa sasa huenda tukashuhudia hali tofauti kabisa inayokuja kwa Zelensky, kwa sababu na yeye amekuwa ni kikwazo, hasa kwa mfano wa Marekani wanapotaka kumaliza mizozo, au washirika wengine wanapotaka kumaliza mizozo, kwa kile ambacho amekuwa amesimamia kuwa hatutaki hiki, tunataka hiki. Niliwahi kulizungumza hili kuwa pale atapokuwa mgumu sana, pale atalazimisha kuwa yeye mgumu sana na au kikwazo cha haya makubaliano, mwisho wa yote watajaji uhalali wake. Na kama watajaji uhalali wake, watamtafutia sababu ya kumngoa kwenye hiyo nafasi, ili waweke mambo kwenye mteremko, ili mambo yaishe. Sasa siku Rahby Digital, haki na ukweli.